Amani, haleluya. Sijajua kama Kiswahili changu kimekaa poa, lakini utakuwa umenielewa hapa. Misingi inavyotumika kama mtaji wa kuharibu au kusababisha kesho ya mtu. Misingi ya asili ndio kitu tunazungumza. Ziko familia ambazo ziliapa sisi hatutokuwa Wakristo. Familia zetu zote tutahakikisha kwamba itakuwa mwingine. Kabla sijazungumza kipengele cha leo, nitoa ushuhuda wangu. Mimi nilianza shule, nakumbuka nilikuwa na ngozi kiunoni, jana kana ngozi nilifungiwa na ngozi wa kasa kuvaa kama pete, lakini mrefu kama kamba. Nikaenda naye shule chekechea. Hivi nimeanza chekechea nilikuwa mkubwa tu. Nilikuwa na maajabu sana ukisikia neno kanisa. Nakumbuka simsahau mwalimu alikuwa anaitwa Hedi. Alinifundisha chekechea. Alikuwa nakumbuka nilipoanza chekechea. Siku hiyo aliimba wimbo wa somo, sisi tulio watoto wa nakumbuka ndo wimbo kale. Sema sasa anaimba pale. Akaniambia, chini nilichokivaa nilikuwa sana kama wengi hivi ni bora niache shule kuliko kuacha hiki, kwa sababu sisi asili yetu tulinasibu kwamba asili yetu ya usiku. Ziko familia kwa asili yao kushika mtoto. Usifikiri vita yako itakuwa. Mimi sizungumzi kwamba wana uwezo wa kumiliki, lakini wana uwanja mpana wa kufanya vita na wewe. Kwa hiyo tulipoanguka, kuna mikataba mingi sana ilifanyika kwa ajili yetu, na wale waliofanya wao hawakuwa na shida, walikuwa vizuri sana kimaisha. Lakini baada ya wao, changamoto ikaanza kwetu. Wao hawapo sasa. Ndio Daudi akasema, baba zetu walitenda dhambi na hata sasa hawapo. Matokeo yake ya kile walichokifanya tunabeba sisi. Nazungumzia hilo, anaongea na Mungu kabisa. Lakini amekuja kujua kwamba shetani aliandaa ufanye ubaya, alafu adhabu ya ubaya huo waje kubeba hawa waliokolea. Maana leo tunaishi kwa sababu vile tunavyoishi, kwa sababu ya wale waliotutangulia walitengeneza asili ya familia Mungu asihusike. Kwa Mungu akiangalia anaona shetani kwetu, anatuona sisi kwa shetani, kwamba shetani ni familia yetu, ya kwa yetu ni wao. Hapo zungumzia asili, nielewe na mwenyewe. Usikwende ukafikiri ulivyokoka imeisha hizi siku. Kwa hivyo Paulo anasema twaeni silaha. Usiseme ya kale yameisha. Ni kweli yameisha, kwamba una haki ya kwenda mbinguni, kujitahidi, lakini kwa mbali ya mapambano kudinda mifumo iliyokiwa na ufalme wa giza. Ndugu yangu, hahitaji mtu mrefu. Vinginevyo shetani kama ambavyo ametumia misingi ya uasili kutengeneza mifumo migumu sana kwako, ambayo unahitaji kukazana kupambana. Sasa leo naomba niongee kipengele kingine kinachosema madhara
Yaani aina ya msingi jana nilizungumzia aina mojawapo, aina ya msingi mwingine mbali na ule ambao tuliuangalia juzi kwamba ni misingi iliyojengwa mahali pasipo. Aina ya msingi mwingine ni misingi isiyo na kigezo cha kubebeshwa kitu chochote kizito. Okay, ni misingi isiyo na kigezo cha kubeba kitu chenye mzigo mzito. Aina ya misingi ni misingi isiyo na kigezo cha kubeba kitu, ni misingi isiyo na kigezo cha kubebeshwa kitu chenye mzigo mzito. Kinaweza kikabeba hicho kitu lakini kisio mzigo. Shida sio kitu hicho, ni hicho kitu kubebeshwa kitu ndani. Ni misingi isiyo na kigezo cha kubebeshwa kitu chenye kitu kizito. Tusome kitabu cha Waamuzi ule mlango wa 6 mstari wa 24 na 27 anasema, ndipo Gideoni akamjengea Bwana madhabahu hapo, akalitia jina la Bwana, akaliitia jina lake Yehova Shalom. Hata hivi leo iko huko katika Ofa ya Yezreeli. Ikawa usiku huo Bwana akamwambia, mtoe ng'ombe wa baba yako, yaani ng'ombe wa pili wa miaka 7, ukaiangushe madhabahu ya Baali aliyonayo baba yako, ukaikate Ashera ile iliyo karibu nayo, ukamjengea Bwana Mungu wako madhabahu juu ya ngome hii kwa taratibu zake. Ukamtoe yule ng'ombe wa pili na kumtoa awe sadaka ya kuteketezwa kwa kuuliza ile Ashera uliyoikata. Ndipo Gideoni akatoa watu 10 miongoni mwa watumishi wake, akafanya kama Bwana alivyomwambia. Lakini ikawa kwa sababu aliwaogopa watu wa nyumbani mwa baba yake na watu wa mji, hakuweza kuyatenda hayo wakati wa mchana, basi aliyatenda usiku. Gideoni, naomba niweke kwenye hicho kipengele cha kitu. Nimesema aina ya mlango mwingine wa msingi ni misingi isiyokuwa na kigezo ya kubebeshwa, haina kigezo ya kubebeshwa kitu chenye kitu kizito. Kwamba nianze kupiga Mungu alimtarajia, aliwekeza ndani yake kitu kikubwa sana, lakini misingi ya baba yake ilikuwa tayari kumbeba mtu wa namna hii. Sababu misingi ya kwao asili yao haiwezi kuendana na mtu wa namna hiyo, haiwezi kumvumilia. Amezaliwa Gideoni kwenye familia ambayo baba yake alikuwa na elimu kuliko. Ashikani kujua kwamba kuna mtu anaitwa Gideoni kazaliwa, na ndiye aliyebeba majibu ya maswali walionayo Israeli. Sasa tufanye nini? Tufanye agano haraka kwa familia, watujengee mazingira ya uwepo wetu kwenye familia. Baba yake Gideoni akafanya nyumba 5 na kuzidi,
ni moja kwa moja, si kwa ajili ya ile familia, ni ili ufalme wa giza uwe na hisa kwenye asili ya ile familia, ili asili ya familia ya kina Gideoni isiyo na kigezo cha kumchipusha mtu mwenye namna ya Gideoni. Kila kitu kimekataa. Mungu amewekeza kwako kitu kikubwa sana, una mawazo ya kufanya vitu vikubwa. Kwa hiyo nimesema kitu eneo hili ambacho kimebebeshwa kitu kizito ambacho misingi kwenda haiwezi kubeba. Misingi mibovu imeharibika. Misingi inahusika kufuta huo nyuma uende kwa spidi inayotakiwa. Unaanzisha biashara, unaenda unafika level ya juu, unaporomoka mpaka chini sababu ya asili. Unanielewa? Hiyo mtaka wanasema bana, asili kabla kaze achana na biashara. Unafanya biashara hii lakini unapanga. Naomba nianze huko. Kuna makabila kusoma ni issue. Yaani unapambana nao, kuna makabila yaani elimu na wao na elimu. Unawatafuta waliozuri ni wachache sana kuliko waliozuri, na kuna ambao waliosoma ni wachache sana kuliko ambao waliosoma. Singeiruhusu kubeba au kuambatana na chombo ambacho kimebebeshwa kitu kizito. Unakuuliza, umezaa watoto wamebeba nini? Na wakati huo kama wamebeba kile ambacho unaona wanabeba, asili yao inaruhusu, inaweza ikawavumilia kwenda nao. Siku moja nilikutana na mtumishi mmoja, alikuwa ni ile best class wa taifa. Sasa zile namna hiyo, wale ambao walishika namba moja kitaifa form 4, na kuhakikisha ameenda inahitaji ile madarasa mengine kama njia wale ambao wamezidi magoma kwa baba hamjasoma kama mimi. Simsemi sasa ni olevo ametoka form 4 ile nyingine adeni bana hiyo ameenda akawalimu wamejiuliza, huyu ameshika namba moja kitaifa. Tulimwona juzi kwenye mafunzo yao wale wanafunzi wao wa madarasa wakubwa wa serikali sasa hivi, mawaziri, majaji, ndani hawana mashaka ila haikuweza kustahili mtu wa namna hiyo kwenye familia. Shetani alihakikisha kwamba inajenga misingi ambayo wakati kuzaliwa watu wenye vitu misingi magome kila ukipanda misingi matimizika, ikidondoka umedondoka. Taifa limetulia. Mungu Yesu asifiwe. Jamani, haleluya. Angalia mwenzako, mbona umeelewa maza yake? Ndio. Kwa hiyo ni aina nyingine ya misingi. Unakuta ni mtumishi wa Mungu mzuri kweli kweli, anaanza sasa kidogo, anasema mbele ya Mungu, anakuwa nyuma mpaka anarudi. Sio
Inakuja sasa unaanza kusema tulikuwa tuna uwezo wa kufunga 7 kama sasa. Ukiuliza nini imetokea, hakuna mtu aliyeisa. Ilitokea kifungu hela, akaanza kuchoka. Mungu alimwambia wewe, nimewekeza ndani yako, nimewekeza kitu kikubwa sana, wewe ndio mwenye majibu ya kitaifa. Akamwambia mimi sio Mungu. Akaanza kutoa na sababu. Kwanza sisi ndio maskini kwenye jamii yetu, ndio mwisho. Akamwambia lakini ni shujaa, ni shujaa, ni chombo ambacho kimebebesha kitu kizito ndani yake. Sasa kwa taarifa yako, jambo la kwanza, karibu ili mfumo unaishikilia asilimia kwanza, ili tunapangia mbali, ili sio kwanza, ili achilia asilimia, alafu ili asilimia ni connect kwenye madhabahu ya utaratibu na utakiwa. Then ingia sasa, kwa sababu usibali hicho kitu ambacho babako amejenga kitaanguka. Ni watu Yesu asifiwe. Sasa kwa unaniangalia kwa maafa unikatilikia sasa nifanyaje? Sasa unatokea kwa kunifanyaje? Yaani unatokea kwenye familia kwa baba yako. Unashika kwa kuzungumza. Baba alikuwa anajoka. Lakini mzee mkiulizwa kitu kwa salama, ni mkaka ukanga. Si useme. Mpaka wao walikuwa wanawapaka wale chapunga. Ndio ulikuwa na walishi. Hapo ndio unakuja kukuta mpaka sasa ndio unadai kwamba hakuna kuna kitu kizeni. Kuna kitu kizeni. Sasa moja. Yeye ndio shujaa ni mwana anatenga shujaa kwa Yesu. Nikaenda mpaka Newala. Nilikufika ule mji, wakajua ya kwamba kuna watu wameingia. Na ilikuwaje? Ni kumbe uvao wa Kristo unaonekana. Yaani ukifuata tena kwa vitu huyu ni mtu wa elimu, huyu ni Mkristo. Wanakushangaa wanaume waliosimama na hivi Yesu anaona. Unajua saa zingine ndio tunakuwa sawa, wao wanajitahidi na goma. Yesu saa zingine bwana Mungu huyu ametubariki. Wakati napita chochote kwa dakika moja, mimi Peter akasema yani mimi ndio Kristo. Akasema nani alimwambia mimi ni Kristo? Sasa wakati natembea nianza na kaka mmoja ambaye alikuwa hajaokoka ila ni Mkristo. Sasa wakati huo nilitambua nikaongea na simu. Mungu akubariki sana. Hiyo leo Mungu akubariki, anasema kwa vyote wewe ni Mkristo. Sio akaniambia ni mtu wa imani. Unajua unaonekana kama mtumishi. Ndio. Sawa. Kwa nini unatafuta mali? Fanya mkutano injili. Wanaandaa mwenyewe. Kwa hiyo nimetafuta kanisa kushirikiana nao. Akanipeleka kanisani kwao. Kwanza akanionyesha Luther, akanionyesha na akanionyesha kanisa lingine, inaitwa kanisa la Biblia. Kwa wale nikawaita, nikawaeleza. Sasa wakati nilikuwa pale, kukawa na binti alipata shida, huwa na shida kwa muda mrefu. Wakasema kuna mtumishi wa Bwana ametokea Dar es Salaam. Akasema hivi, unaenda mwingine na unatumani sana. Nikaja kuongea, bwana unahitajika kuwa watu wenye shida. Nikaambiwa yeye anasema wewe ni mtumishi wa Mungu, sikuji. Kaenda. Kutoka kwenye ukumbi, imefika pale. Binti anacheza ngoma ya soko. Kwa Kiingereza wanasema ngombo ngafu. Halafu ndio ukawa kufundisha mahali tunapotegemea mtumishi wa Mungu umefika nyumbani. Nikakaa
nikamwambia Roho Mtakatifu, Mungu, kwa sababu nataka kujitambulisha katika mji. Nilipofika nilimwangalia mpaka chini, akaniamka amefunga. Amen. Sasa nikaanza kumuuliza, wewe uniambie, wewe ni kabila gani? Akanieleza ni makabila ya huko. Niambie asili ikoje? Akasema asili yetu hapa ni nilisikia kwamba kuna mtumishi kutoka Dar es Salaam. Mimi ni wa dini nyingine, lakini naomba kwanza, nimesikia kwamba Yesu yuko Dar es Salaam. Nikasema wakati kuna watu wanajua Yesu fulani nimekaa mahali. Akasema pamoja kule, namwambia ndio msalimu na niko nasema nimeteseka na nataka niombe kwa sababu nataka naomba kama nini. Kaniambia sisi asili yetu msichana ifika ule umri ambao ni sababu tuko tofauti hapa, anatakiwa afanye lile jambo na babu yake kwanza. Kama sasa akaniambia, mimi nilikataa, inatoka nimeficha mpaka niombe hapa, imefichwa. Sasa ndio ananiita haya ambao anacheza muziki kwa namna hiyo. Sasa siongei mambo mengine aliyokuwa anafanya. Sasa familia ambayo utaratibu wa kukuza watoto, utaratibu wa kufanikiwa, utaratibu wa kuzaa, utaratibu wa kuoa, utaratibu wa kuozesha, utaratibu wa kusomesha, sawa unafaulu, lakini kwa utaratibu huu, utaratibu wa kupata kazi, asili yenu ina utaratibu huu. Wewe uhakika shetani kama akitokea mtu ambaye ataweka miguu ya imani sawasawa chini, tutaishia watu wanasema aliopewa sana, alienda akaenda nasudi naongea mtu napambana na mapepo mwaka mmoja. Every day, kila siku niko naye kama dawa. Na akemea saa kumi na mbili asubuhi anakuja kanisani mpaka saa 4. Tunapambana kwa kijasho akisema kuna moyo. Ajali ndani ya kanisa kuna tena baadaye. Tunaanza saa 8 mpaka saa 9. Mwaka wafungu wa dini kanaendelea kuvumilia. Leo na kulikuwa ni mtoa. Lakini nisikilize historia ya kwao asili yao. Asili yao. Shetani anaishi kwa ukali wa watoto wa kike. Sasa unatokea kwenye familia ambazo zina utaratibu. Na sasa zile atakuwa kama unazielekeza sana. Sikuja niliuliza utaki hivi sisi watu wa kaskazini Masai ndio chakula kama iko hivyo. Mtu akichumbiwa binti ile siku na kutambulisha huko naenda na hela siku kabla nyingine na kaka 50 hapo, anasema unapeleka barua kwa kisisi na kupeleka scrap alafu siku unakubaliwa unaenda na moja na credit soda credit jamani soda soda credit. Sasa kama nimekosea kwa mimi ni Mungu, sasa nataka nini wewe vipi wewe bana, yani unanicheka nimekosea ndio utoke hapo katika barabara sio hapo. Wakati nikaanza watu hivi kanuni ya kupeleka credit kwa sababu ilikuwa tunapeleka deni ya moja ile ya benki. Hii imetoka wapi? Kwani asili yake ni wapi? Sawa, tunapeleka sio kombe.
Lakini ile tu kwamba napeleka polisi, si tumeiga tu tukaanza kupeleka bombe, tukapeleka soko. Lakini hakika huu utaratibu umetokea wapi? Sio ile kama kawaida. Wakati mtu anazima niliuliza akishaka kukanya asina nimechoka kwani nimetokea wapi? Nasema haya nauliza sijapata kudadisi sababu hapa nakusikiliza kwa kufikia ya poni yangu ya patawa. Unajua kuna vitu ambavyo tunatembea navyo pengine au na wao wanaona mimi umeenda kujishiria ile dhambi alifiwa na baba au mama Mungu alikuwa kama wewe au kusimama tu imetokea wapi? Sasa tuwe makini, tuwe waangalizi sana. Ni babangu alikufa wakaweka 40, nikamwambia 40 ndio kitu gani? Akasema sisi siku 40 ndio muuliza msada. Mimi tumemwambia mzima hapa unamwambia muuliza msiko baba ni mzima. Sio baba sana. Na muuliza mzima. Kuna watu wanadaka hii. Ukaona namna hii kama umekasirika. Hilo ni Masai. Kwa Masai zamani kwa mtu akifunga toroko na chakabaya hapo amekuliwa na mnyama. Leo tunaogopa kama leo. Na sasa hii tumeingia wapi? Hivyo unajua ukienda kwa Masai ni mtu sana kuona makaburi. Unajiuliza wapi? Ukweli fanya hivi. Watu ni wengi katika kaburi hili. Wao Wazimwami Wamjika na ragati Gasi toka lea Utaka nizemi sisi lakini nachozungumzia asili yenu shetani akishakuwa na hisanayo rafiki yangu kila mwekezaji Mungu aliwekeza ndani yako mkubwa. Mwekezaji wote Mungu aliwekeza ndani yako mkubwa. Kama tufika mahali wote. Watu Mungu amewekeza ndani yao maana mkeo Mungu. Lakini waliposoma misingi ilipofu shetani anahisa na maisha yamefungulia wameruka vichwa wamechanganyikiwa wamekuwa walevi wamefuta banki ni watu wa chapa. Akiuliza nimepambana kusomesha hizo baadhi misingi rafiki yangu. Tutaenda tu msome anaanza akakishinda hataki wataka mimi nataka biashara yangu haitaka unataka nianze kuuza vitu. Soma mwanangu kusoma na kuna makabila wanazishana na Meamka Mayamka kumezima mamka si kina mamka Meamka kuna watu ambao ni zamani badili kuna wanajua ni nani Mayamka unalizisha mama yako baba yako anasomana alikuwa ni kiasi kwa mtu na mtoto wako yake ni kama mfumo yote kama kabisa wewe hapo unawezekana mama yangu liza mama yangu nimekuja kitu kinaishi siku moja ukweli mama yangu mpaka sasa wale watu ambao wanasema kaya ni mambo
Kama ni mvivu utaanza kusema hata kama Mungu kidogo kidogo anasikia. Hiyo kidogo asikia yake na mama utasema na kaja naye mzee mdogo kumbiliki jina lake. Mama anaanza kunyesi majina bado na maneno. Jina lake. Mwanangu. Ndio alichukua. Akiwa Alo. Nikikaa kwa rafiki mtu mzima hapa. Nenda kwa kaza. Nikafikiri ni mtoto. Siku moja shuleni kakiwa na miaka 7. Ile kipindi cha dini. Siku hiyo mwalimu mwinjilisti akaja. Kwa hiyo mwalimu akaingiza sasa akakania ndio tokea naweza kaomba akajitokeza. Akaanza kusema baba shaka teleo shaka hapo. Unajua nilienda kumchukua jioni bila hii. Wanasema fanya shaka. Fanya shaka kabaki shaka. Sio leo tunauliza namna hiyo. Lazima kwanza pindi ikitokea jamaa sisi tunaita au kwa ya soko. Shule yote ilikuwa mapepo yote. Alafu anasema yeye siku ile kwa jina la Yesu Kristo. Sasa Bwana mtakatifu kama basi ndio namna hiyo. Hii ni nzuri. Hizo alikuwa anaomba katika jina la Yesu Mungu akubariki. Mimi nilifika kwa mkuu wangu juzi. Katika jina la Yesu jamani. Mungu amenionyesha kwa mwalimu. Watu wanakwenda mpaka tabia yako. Akazayo. Mungu ameniambia kesho kufa. Sasa mnamaza kusikiliza. Mama zangu. Leo ndio baba yetu ameniambia. Taifa la Yesu sasa. Ongezea furaha. Bado unaangalia. Bado unaweza kuwa na leo asili. Ya kweli kwa kuna gani na ruhusa watu wa hiyo. Inaweza kapeleka watu shule. Inaweza kapeleka wasomi. Inaweza kapeleka mainjinia, madaktari. Inaweza. Maana sasa Biblia inasema kuna watu wa dunia haiwezi kustahili kukaa nao. Ni watu wasito. Ndio nazungumzia kwa habari ya misingi. Isiweza haina kigezo cha kubeba watu wenye vitu. Sasa tunaolewa huko. Maana mtuko hapo ndio anaamua aina ya watu. Mataarifa ni hivi, mwanaume ndio mwenye watoto, ndio akina mama. Tunaona mwanamke ni kiwanda cha kutengeneza aina ya watu. Na ndio maana Mungu akamwambia Ibrahim, wewe, mimi nataka mtoto kwa huyu mama. Bila hivyo, hicho kiwanda kinatoa aina fulani ya watu. Kwa kama umezaa ile sawa na kiama. Nataka mtoto kiwanda kitokee hapa. Matio yaingie huko. Hichi kiwanda kinatoa watu right. Tuko na mwanamke mnahusika kutoa aina fulani ya watu. Maana watoto sikuombea hata watoto wetu wa kike. Mfano wa hizo mapinga sana ya watoto. Jibu kwa familia ambayo wote wana tabia mbaya. Anaolewa binti kwa hiyo familia, anazaa watoto wanafanana na wale watu, lakini tabia ni sepa. Ni nyingine. Unasema wanafanana sana na hiyo familia. Tabia yao jamani. Hakuna anayejua wote wanajua kuliko mama yao. Wale mama yao jamani, mkaombe fanyeni vyakula nini ile madhabahu. Amen. Simame.
niko ndani ya Yesu, naburudika, niko ndani ya Yesu, naburudika, niko ndani ya Yesu, naburudika, niko ndani ya Yesu, naburudika. Baba leo ananiambia au ndo wapi? Anashangaa, anasema hivi. Unajua wanaonyesha hiyo ukweli. Tutapeana tu namna ya kushughulikia hizi madhabahu hivi misingi. Tutapeana. Leo peleke nani? Yesu, haleluya.
inasababisha kuingia kwa wazi. Kuna vitu viona vinaishi kwa hivyo. Mungu akamtokea mtu anaitwa Suleiman, akamwambia mtoto hapo afanyika wingi wa sadaka, aliangalia Mungu kwanza. Sababu watu wanatangulia kutoka ndani ya tatu. Yesu akamwambia mahali akawa nafikiri kama kuna kitu kingine kinatoa Yesu tu. Somalia ndio wanajisikia pale. Hawa Somalia hawajui kama nchi walitofanya, wakatafuta kufanya agano na Israeli na Asia, wakaiuza kwa mtu mwenye nguvu. Huyu ambaye anajali alipo uhuru wa kujitegemea. Hata sisi hata kama sisi turuhusu tuite Mungu afanye uwekezaji. Akishafanya uwekezaji hapo atalinda familia. Na kama kwa mtu mmoja alifanya hivyo, kwa sisi Mungu anaweza, sio anaweza, itafanyika mambo yale yaliyofanyika na wale waliotutangulia. Hakuna bageni. Hivi ya kibageni shetani kwamba itakuwa na mwanadamu. Leo atapiga siku familia yako. Vizazi na vizazi. Huko kwa Mungu. Unajua Biblia inatia moyo. Inasema kuna saa Mungu anatafuta watu wenye akili watakao kutafuta Mungu. Hii pia ndio mahali tunapokumbuka wewe ni mmoja wao. Shika sadaka yako. Sema Bwana Yesu. Bwana Yesu. Kwa hiari yangu. Kwa hiari yangu. Na kwa kinywa changu. Na kwa kinywa changu. Hiki. Ninakuja kwako. Ninakuja kwako. Sijalazimishwa. Nimependa. Kufanya agano na wewe. La asili ya familia yangu na wewe katika jina la Yesu. Ninarudia tena, ninakusihi Yesu, nipokelee ombi langu kwa njia ya sadaka hii, ni mwitikio wa ndani wa kutaka wewe ufanye nasi agano kuhusu asili ya familia yangu, ukoo wangu, kwa jina la Yesu Kristo. Nimekubali leo kuwa mlango wa wewe kupitia na kufanya makao kwenye hii familia. Wewe ni uhai, wewe ni uzima, wewe ni nuru, wewe ni furaha, wewe ni shangwe. Hakuna kilio kwako wala huzuni kwako. Kuna kusali, hakuna kusinyana. Kwa jina la Yesu. Kwa mamlaka ya jina la Yesu imeandikwa, umeutendwa kwa maneno ya kinywa. Bwana akashikilia maneno haya. Wewe ulisimama na kusema leo naiunganisha familia, asili ya familia, sio tu familia, asili, chimbuko, inarudi miaka 300. Mungu aliye hai. Karibu Bwana, karibu Yesu, karibu Roho Mtakatifu. Uwe hao watu waliokuwa milango ya wewe kupitia. Fanya mikao, kaa kwa familia zao, ratibu tena
ratibu tena, ratibu tena, ratibu tena, ratibu tena, ratibu tena ile asili ya kicheko, asili ya furaha kwa jina la Yesu Kristo. Kama ziko familia ambazo zilibebeshwa mizigo mizito, ni walevi, ni wagonjwa, ni wavuta bangi, kwa sababu ya asili ya hiyo familia, na kusihi leo, na kusihi leo, na kusihi leo, na kusihi leo, huyu mama asiongee tena, huyu kaka asiongee tena, huyu baba asiongee tena kwa habari ya watoto, kwa habari ya ndugu zake, lakini madhabahu yako yenye utisho itakayokuwa imekaa kwa hiyo familia ikaratibu haki, maana imeandikwa lenye ufalme wako mapenzi yako yatafanyika. Watayafanya mapenzi yako, na kusihi Bwana, ufalme wako uje, ufalme wako uje, ufalme wako uje, ufalme wako uje, oi familia, ufalme wako uje, 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 ufalme wako ukija, utatawala kwa amani, utatawala kwa afya njema, utatawala kwa furaha, utatawala kwa kicheko, utatawala kwa ibada, utatawala kwa mapato. Ufalme wako uje, ufalme wako uje katika shughuli. Na hivyo kama kuna roho ambazo zimekaa na kukamata watu wa Mungu hapa kwa sababu wanaonekana kwa asili sahihi, Mungu ashaingilia kati, ashaingilia kati, ashaingilia kati kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Katika Yesu Kristo wa Nazareti, hakuna giza tena, hakuna giza tena. Ni nuru malangoni mwako, ni nuru malangoni mwako, ni furaha malangoni mwako. Hii sadaka unaitoa, utoi pesa, unautoa moyo. Mungu ameuona, Mungu ameuona, atahusika kwa hiyo familia, atadili na asili yenu, haitoratibu tena mbaya, wala anguko la kibiashara, wala anguko la kiafya, wala anguko la kikazi. Kwa damu ya Yesu Kristo, ile neema kwako, ile familia kwako, na utakapotoa Bwana, atakapotoa Mungu wako anapenda awe ameacha moyo wake na kubali na ngome ya familia yote, na misingi ya familia yao ataiacha kwenye madhabahu. Mungu anamshukuru, ataikabidhi misingi ya madhabahu ya hii familia kwa hii madhabahu yao, na madhabahu ya Mungu yatuliko na nguvu katika jina la Yesu Kristo. Asante kwa sababu umefanya. Amen. Shangilia Yesu analea, Yesu analea, shangilia Yesu analea, Yesu analea.